Leo Disemba 23, kamanda wa polisi mkoa wa Njombe Mahamudu Banga amezungumza na vyombo vya habari ambapo sambamba na mambo mengine ameeleza namna jeshi hilo lilivyoweka mtego na kumkamata Gerald Willa mwenye umri wa miaka 40, mkazi wa Madunda wilayani Ludewa, akituhumiwa kujihusisha na vitendo vya ubakaji kwa kuwavizia wanawake wanapokwenda mashambani na kudaiwa kuwabaka. Kamanda wa polisi amesema mpaka mtuhumiwa anakamatwa tayari anadaiwa kutenda vitendo hivyo kwa wanawake watatu. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe limemtia nguvuni mtu ambaye anafahamika kwa jina la Gerald Severini Willa. Huyu ana miaka 40, ambaye anajihusisha na vitendo vya ubakaji kwa kuwavizia wanawake mapolini wakiwa wanakwenda mashambani. Mtuhumiwa alitenda kosa hili la ubakaji siku ya tarehe 24 mwezi wa 11 huko katika kijiji cha Madunda wilayani Ludewa, na mara upelelezi wa tukio hili utakapokuwa umekamilika atafikishwa katika mahakama ya wilaya Ludewa kwa hatua zaidi. Kama nilivyoeleza awali kwamba mtuhumiwa huyu amekuwa akivizia wanawake wanapokuwa wanakwenda mashambani. Kwa amekuwa akijificha polini, na wanapopita wanawake basi anakamata mmoja na kuweza kumfanyia kitendo cha ukatili. Kwa jeshi la polisi lilipata taarifa na kuweka mitego na kufanikiwa kumkamata. Kwa wale wa mama ambao ni wahanga, tunaendelea kuwapata na kuwachukua maelezo ili mashauri yote yaliyotokea hayo yaweze yote kufikishwa katika mahakama. Mpaka tunapata taarifa kulikuwa ni wanawake watatu. Katika kudhibiti matukio ya mauaji, jeshi la polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wawili ambao wamefahamika kwa jina la Petro Alfredi Mfugale, huyu ana miaka 35, na Benson Naftali Liambilo, miaka 35, wote wakazi wa Liamkena Makambako. Watuhumiwa hawa wanatuhumiwa kwa kosa la mauaji ya mtu ambaye amefahamika kwa jina la Alfredi Aloni Mfugale, miaka 61, mkazi wa Liamkena, ambaye ni baba yao mzazi. Tukio hili limetokea siku ya tarehe 17 mwezi wa 11 2025, na mwili wa marehemu ulionekana siku ya tarehe 18 mwezi wa 11 2025, huku ukiwa na jeraha maeneo ya kichwani ambapo alipigwa na kitu kizito. Sababu ya tukio hili ni masuala ya imani ya kishirikina, ambapo marehemu walikuwa wakimtuhumu mzazi wao kwa kujihusisha na mambo ya kishirikina. Vile jeshi la polisi mkoa wa Njombe limemkamata mtu ambaye anafahamika kwa jina la Godfrey Malto Mwanyika. Huyu ana miaka 29, ni mkazi wa Chimala kule Mbeya, ambaye anajihusisha na wizi wa pikipiki, akiwa na pikipiki mbili alikamatwa nazo. Moja inafahamika kwa MC 343 EYC aina ya Kiway rangi nyeusi, na pikipiki ya pili ni MC 706 FCN aina ya Apsonic, na yenyewe ikiwa na rangi nyeusi, ambapo pikipiki hizi alizipola maeneo ya Njombe mjini, na mtuhumiwa atafikishwa mahakamani mara upelelezi wa shauri utakapokuwa umekamilika. Pia jeshi la polisi mkoa wa Njombe limemkamata mtu ambaye amefahamika kwa jina la Neema Patrick Mwalongo. Huyu ana miaka 45, ni mfanyabiashara mkazi wa Melinze hapa mjini Njombe, akiwa na bidhaa zilizoondolewa sokoni na zilizoisha muda wa matumizi. Mtuhumiwa huyu katika kibanda chake cha biashara alikamatwa akiwa na konyagi viloba ambavyo tayari zishaondolewa katika soko, paketi 224, na Savana paketi 22. Pia alikamatwa akiwa na soda aina ya Spaleta ziko 24 ambazo muda wa matumizi umekwisha. Tunaendelea na uchunguzi wa
jambo hili kwa kushirikiana na mamlaka husika, na mara upelelezi utakapokuwa umekamilika, basi mtuhumiwa naye atafikishwa mahakamani. Lakini Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe kwa kushirikiana na TOSCI limefanikiwa kumkamata mtu ambaye anafahamika kwa jina la Ronaldo Steven Kijinga, miaka 22, mkazi wa Luwande wa Ging'ombe, akiwa na mbegu ambazo hazijathibitishwa ubora wake. Hizi mbegu ni Sidiko namba 719, zikiwa ni paketi 27 za mahindi, akiziuza kwa wakulima bila kufuata utaratibu. Kwa hiyo tunaendelea kushirikiana na TOSCI. Mara upelelezi wa shauri hili utakapokuwa umekamilika, basi mtuhumiwa naye atafikishwa mahakamani. Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe limemkamata mtu ambaye amefahamika kwa jina la Imam Hamisi, miaka 27, mkazi wa Tanga, akiwa na simu 27 aina mbalimbali pamoja na flashi, mali ambazo ni za wizi. Na mtuhumiwa huyu amekamatwa akiwa katika nyumba ya kulala wageni inayofahamika kwa jina la Doni, eneo la Kuivaha mjini Njombe. Kwa hiyo upelelezi utakapokuwa umekamilika, basi mtuhumiwa huyu atafikishwa wapi? Mahakamani. Kwa upande wa usalama barabarani, Jeshi la Polisi kikosi cha usalama barabarani limeweza kuzuia makosa mbalimbali ya ajali kwa kutoa elimu kwa madereva, wamiliki wa vyombo vya moto, wananchi na maeneo ya shule, na kuweza kufanikiwa kupunguza makosa mbalimbali kwa kiasi kikubwa. Jumla madereva waliokamatwa ni 5151. Walioandikishwa faini ni wote 5151. Lakini kwa upande wa mafanikio mahakamani katika kipindi cha mwezi Novemba 2025, Jeshi la Polisi limefanikiwa kuwafikisha mahakamani watuhumiwa wawili. Jeshi la Polisi linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Njombe, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea sikukuu za mwisho wa mwaka, kuacha tabia ya kujihusisha na uhalifu na badala yake washerekee sherehe hizi za Krismasi pamoja na mwaka mpya kwa amani na utulivu, na atakayebainika kutenda uhalifu katika kipindi hiki cha sikukuu, sisi kama Jeshi la Polisi hatutosita kumchukulia hatua stahiki za kisheria na ikawa fundisho kwa watu wengine.